Been really beating us. This is the worst, the hard hit. Tusalie huko huko Wajir ambapo kisima kipya cha maji kilichochimbwa katika eneo la Garile sasa kinatoa matumaini kwa maelfu ya wakazi na wafugaji, huku wengine wakivuka mpaka hadi nchi jirani ya Somalia kutafuta maji. Hali hiyo inaangazia shinikizo linaloongezeka la rasilimali haba katika ukanda wa mpakani mwa Kenya na Somalia kufuatia athari za ukame wa muda mrefu, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Hashim Jimal. Katika eneo hili la Garile, karibu na mpaka wa Kenya na Somalia, kisima hiki kipya kimekuwa tegemeo muhimu kwa maelfu ya watu na mifugo yao. Kila siku, misururu mirefu ya wafugaji na mifugo huonekana wakifika hapa, wakitafuta maji ambayo yamekuwa adimu kwa muda mrefu. Tofauti na miradi mingine, kisima hiki sasa kinahudumia tu sio wakazi wa eneo hili, bali pia wafugaji kutoka maeneo ya mbali, wakiwemo wale wanaovuka mpaka kutoka Somalia. 70% wale watu ambao wanaona sahihi umetoka different places. Sasa tumekaribisha sasa. Hii shida inshallah vile wanaona hatuwezi beba hao watu, lakini tulibeba 90% wale ambao wafugaji ambao wametoka ndani ya Somalia na tulikaribisha vizuri. Alhamdulillah. Vile tulikuwa zamani na sahihi tunashukuru Mwenyezi Mungu. 16 years. Haba hajapatikana maji. Kila MB anasema hakuna maji. Kisima hiki kilichochimbwa kupitia mradi wa Deris Wanag, kinachomaanisha ujirani mwema, ambao unafadhiliwa na serikali ya Uingereza, kimeleta matumaini mapya kwa jamii ambayo kwa muda mrefu imekumbwa na uhaba wa maji. Kwa mujibu wa mamlaka ya kitaifa ya kusimamia ukame NDMA, watu zaidi ya 1274 katika kaunti ya Wajir tayari wameathiriwa na ukame, huku idadi ikitarajiwa kuongezeka iwapo mvua hazitanyesha. Bunge wa Wajir Kusini Mohamed Ado amesema mradi huo unasaidia kupunguza athari za ukame na kulinda maisha ya wafugaji. These are people who have suffered for long. These are people who have been forced during the rainy season and the months around the rainy seasons to share water with their livestock. The only source of water that they had was a water pan, and the livestock and the people used to drink from the same source. Such a long time for a community to be lacking water, a basic necessity. And today it's not just the people of Garile who are benefiting from this. People are coming from as far as the hinterlands of southern Somalia. Wakazi wa Garile sasa wanasema kisima hiki sio tu chanzo cha maji, bali ni tumaini jipya baada ya miongo kadhaa ya changamoto za kusaka bidhaa hii adimu. Kadri mwezi mtukufu wa Ramadhan unavyokaribia, kisima hiki kimekuwa tegemeo muhimu kwa jamii inayokabiliwa na hali ngumu ya maisha. I still believe that the drought should be made a national emergency, should be declared a national disaster. Huku ukame ukiendelea kuathiri maeneo mengi ya kaskazini mwa Kenya, miradi kama hii sasa inaonekana kuwa suluhisho muhimu katika kuimarisha ustahimilivu wa jamii zinazotegemea ufugaji. Nikiripoti kwa runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Wajir, jina langu ni Hashim Jimal. Kutoka kwa Hashim turejee hapa Nairobi ambapo